Kwa majina tena? Kwa majina naitwa Peka Mike Hamza Rashidi. Hamza Rashidi, kama vile kamanda wa operesheni wa General Bendera, una neno lipi la kuzungumzia kuhusu hali ya usalama bondeni mwa mto Ruzizi? Ndio, kidogo nilikuwa na neno nitaka nizungumze kusikana na hii vita. Kwa zamani niliambia watu kwa hii vita sisi kwetu haiwezi kututisha. Kwa kuwa mambo ya vita sisi tunaifahamu vizuri. Na kwa kuwa tulikuwa na kamanda General Bendera Akwela, huyu ni jeshi tena jeshi na ni kamanda juu wa kamanda. Kwa kazi ambayo tulikuwa tukiifanya na juhudi ambazo alikuwa akizitumia, alikuwa generali wa kwanza ambaye alikuwa anatoka nyumbani kwake anakuja mpaka ananifuata kwenye risasi kunalia. Hadi mimi mwenyewe nilikuwa naona vitu vya kushangaza. Kwa sasa ndio nataka nizungumze ni hivi. Sisi tuko tayari kuomboa na kupika adui na kusogea na kumsapoti rais wetu kwa diplomasia ambayo aliyoitumia kwa kufukuza adui ambaye alikuwa siku nyingi anasumbua wakaaji kwa kuiba mali ya wakaaji, lakini bado sisi hatukubaliana na ujinga wa adui kwa kusema endelee anayeshambulia nchi yetu. Ndio kwa maana tuko hapa na kesho kutwa tutakuwa tuko Nyangezi. Hii ni ahadi na tuwe population popote ilipo ijue hata Goma tutafika. Sisi ni jeshi ambalo tunazoea vita. Siku zote hizi mlikuwa mnasubiri nini kufika huko? Mlisubiri diplomasia? Kwa kuwa siku zote sisi hatukuwa tunakosa nguvu za kupiga adui. Tulikuwa na nguvu za kupiga adui. Kwa kuwa adui tulimpika, lakini chacho ilitoka kwa ndugu zetu wa FARDC. Ilitoka pale kwa kutaka kuleta mambo mengine ambayo haikukuwa natufurahisha. La kutumia juhudi zetu ndio kwa maana tuko hapa. Tulienda tunafika mpaka Makobola, lakini tuliwarudisha na tuliwachapa kweli. Hapa kote tulifika, tulichukua kwa nguvu zetu, sio kwa diplomasia. Sehemu nyingine huko Sange kuendelea ndio tunatumia diplomasia, lakini hata kama diplomasia inatumika pia na sisi tukai kimya. Bora tukufunga silaha tukaziweka. Silaha bado ziko kwenye shamba la vita. Silaha zinazunguka kule milimani kote, silaha zinapita. Watoto wote wako kule milimani wanazunguka na wakifanya control nyumba kwa nyumba, wakipita shimo kwa shimo, wakikagua vizuri ili adui tusimwache nyuma mgongo. Ila kidogo tunataka nizungumze, sisi tuko tayari kuilinda nchi yetu ama ujinga uliotokea. Adui itakuwa safari yake ya kwanza na ya mwisho. Sisi ni jeshi la FNIDEP ambalo linaongozwa na General Bendera. Sisi hatukubaliani na ujinga, tukubaliana na adui asogee tena kuivamia nchi yetu. Na tuko tayari, lakini kidogo nataka nizungumze. Jambo mheshimiwa. Jambo journaliste. Unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Meshake Radi, Ade Miloge wa unité spéciale ya operation Wazalendo Msidi Kivu, tanke komanda force wa mvuma ya MRPDP. Naam kiongozi, kwa siku ya leo tumekuona umewasili maeneo ya Kabunambo baada ya kutangaza tu kwamba adui ameweza kujiondoa peke yake. Tujui nia na madhumuni ya kufika hapa siku ya leo. Nia ya madhumuni ni sisi ndio tulikuwa tunafungia adui kama mlivyoona hapa Viriba. Adui alipojengua hapa Sange Nyakavere wapi, tukaautorize vikosi vyetu vijongee mbele kufuatilia adui mwanzo mwisho. Ikabidi na sisi viongozi kusimama kufuata adui, tuone kama watoto wamemfungia vizuri, kwa sababu objective yetu ni kumfuata mwanzo mpaka mwisho. Na tulipofika maeneo ya tunataka ingia Sange, tumeona FARDC imetuziwia kwamba hakuna mzalendo yote anaruhusiwa kuingia maeneo ya Sange. Hatujui kisa ni nini. Mzalendo hawawezi mzuia fasi. Awe Sange, awe Viriba, awe Runingo, awe Kabunambo, yote ni mwingine yake. Kati ya wazalendo kuko watoto wa Sange, kuko watoto wa Nyakabere, wa Wegera, wa Lemera, wa wapi, utawazuia namna gani? Ile tuliyoona pale ni ordre yenye iliachwa na komanda region wa 3e region militaire ya Sud Kivu, akiwa amesema, hakutuambia aseme hatuna ruhusa ya kwenda. Hapana, ruhusa tuko nayo 100% parce que tuko watoto wa mwingine na mwingine ni yetu. Ila amesema neno ya kusema hivi, wasitie confusion. Amesema neno kama turudie fasi moya, kama ni Kabunambo, kama ni Runingu, tujiorganize na zile maliste zetu tuzidepose, bakwe wanajua tuko na watoto wangapi. Na kuna baadhi ya raia ambao bado hawajaaminia kwamba adui kweli ameweza kuondoka kwenye mji wa Sange ama kwenye plane zote. Maneno gani ya kuambia ambao hawajaamini? Waaminie 100%,
Plene yote tuko deja plene, Nyakabere, Mtarule, kila fasi mplene de la Ruzizi, wazalendo tuko. Ile kusema eti wametuzuia Kavunambo, hapana, wametuambia sie bashefu tuikalie hapa Sange, sie bashefu tumeikalia hapa Kavunambo, tumetia commandement hapa Kavunambo ya unité special. Hakuna mtu yuko na droit kuja tuambia tutoke Kavunambo. Hakuna mwenye na nguvu ya kututoa Sange. Sange kwa sasa wazalendo wetu wako, kila fasi wako, Mtarure wako. Ile yenyewe ilikuwa inafunga adui hapa, ilikuwa ni ekipe ya wazalendo ambayo ilikuwa apoye, ilikuwa na FRDC. Ni wazalendo walikuwa wanapiga FRDC ya waibu, kwa sasa wako mbele. Manake plane yote iko wazi, dunia nzima iaminie kuwa hivyo. Kuna nini gani la kuambia raia ambao wanasherehekea kwa sasa kuondoka kwa adui kwenye plane zote? Neno tunaambia raia washerekee kwa kuwa adui alikuwa anatugandamiza sana. Familia nyingi washerekee kwa sababu adui amejiondoa. Ila wajue kwamba adui anaendelea kujiondoa kwa kuogopa nguvu zetu sisi wazalendo pamoja na FRDC. Parseke walipata nguvu ya kujiondoa kwa sababu waliona wako wanapigwa. Na si hatuyachoka, tutaendelea kumfuata hadi mwisho. Kenye mimi naomba kwa wazalendo wote, kila mzalendo mwenye anajua ni mzalendo alishika silaha kwa ajili ya population, apende nchi yake na udongo yake. Arudie hapa kwenye tuko Kavunambo, tujiorganize hapa Kavunambo, ekipe d'avance yetu iendelee kufuata adui, lakini wasiseme kama komandant region anabafukuza. Hapana, hatutaki neno ya kwanza risasi. Msherehe zenye population kwa nasherekea, tunapiga marufuku mzalendo yote ile kupiga risasi. Tunapiga marufuku mzalendo kutembea zagara sawa. Uvira tulikatala, tulisema kila arume anze ikale na tulia mnyumba muka, isikuwa ya kutembea population ovyo ovyo. Yani raia washerekee, na sisi watoto wao tunawaidia ule mzalendo atakayepiga risasi mwazi sherehe kama gisi walipigaka mwanzo Uvira, ule vraiment atashughulikiwa na tafungwa vibaya sana. Sisi tuko na garde de la nation Fati Beto wetu, tuko na chef d'état major wetu Jean Banzamo anatuongoza mjeshi la taifa, kwa sababu jeshi la taifa ndilo linapaswa kutukontrole na kutuongoza na kutuorganize mreserviste ya la defense rad. Kwa sababu adui amekuja kunyanyasa hapa, tunaasire population na tunaasire opinion internationale na nationale kama tuko na nguvu ya